Tuko na viongozi wa matawi ya Simba mkoa wa Mwanza hapa kuzungumza nao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, ikiwa story kubwa pia kuhusiana na kocha mkuu mpya kikosi cha Simba Steve Barker, raia wa Afrika Kusini ambaye ametambulishwa rasmi siku ya jana. Mimi naitwa mstaarabu Jacob Mlai, nyuma ya kamera ni John Geoffrey Suzuki. Hii ni Jembe FM TZ. Tuko na ndugu yetu hapa. Habari ya wakati? Njema. Unakuita nani? Kwa majina naitwa Agrey Gombanila, ni mjumbe Simba mkoa. Sawa, Simba jana wametambulisha rasmi kocha. Imani yako ni ipi kwa kocha mpya wa Simba Steve Barker? Imani yangu ni kubwa kwa sababu viongozi wa Simba wako makini. Kwa hiyo yule kocha kasajiliwa kutokana na falsafa ya Simba. Kwa hiyo kocha aliyekuwa, kama unakumbuka, kocha aliyekuwa mwanzoni Fadru anatokea South Africa. Kwa hiyo yeye ndo aliyesajili timu na yeye ndo alikuwa na falsafa ya mfumo unaotumia sasa hivi Simba. Kwa hiyo Steve Barker atakuja kuendeleza pale Fadru na mwenzake walipoishia. Una mashaka kabisa na kocha Steve Barker? Sina mashaka. Unaona Simba ikimaliza nafasi ngapi msimu? Bado tuna nafasi ya kuchukua ubingwa kwa sababu tutokea ligi imeanza tumepoteza pointi 3 tu. Kwa tuko nafasi ya pili, kwa hiyo nafasi bado ni kubwa, kikosi kizuri, kikosi kipana, kwa hiyo bado na matumaini makubwa. Jana tulisikia viongozi wakizungumza, Magori alizungumza na Mangungu pia mwenyekiti wa Simba pia alizungumza kuhusiana na wao kutazama namna gani ambavyo wanaweza kuingia au kutokuingia kwenye ule umoja wa vilabu Afrika. Wewe kama shabiki unaona Simba muingie ama msiingie kwenye umoja? Mimi kama shabiki, kwanza kuwa na umoja ni kitu kizuri, lakini malengo ni yapi, viongozi wake ni wapi, ndio kinachofuata. Kuingia kwenye umoja ni kuzuri, lakini kama kuna malengo mazuri na viongozi wanaongoza ule umoja, ndio kitakachotidita. Mariam Kapalamba ni mwenyekiti wa hamasa mkoa wa Mwanza, pia ni makamu mwenyekiti tawi la Tampele hapo mjini kati. Unajisikiaje kwanza viongozi wa matawi kukutana pamoja leo hapa jijini Mwanza? Kwa upande wangu mimi kama mwana Simba, sisi tuna slogan yetu ambayo inasema Simba nguvu moja, na wana Simba wote ni ndugu. Kwa hiyo tunapokutana kama hivi kwetu ni jambo moja kubwa sana, na ndio maana tunasema watu wote tushirikiane, tuwe Simba nguvu moja kama slogan yetu inavyosema. Kwa hiyo nimefurahi ujio wa wageni wetu, wametoka visiwani, wamekuja kututembelea hapa mjini Mwanza, na sisi kwetu hii ni shangwe kubwa sana kwa kupata ujio wa wageni. Mmetambulisha kocha mpya jana, bila shaka mwaka ukianza, majukumu yakianza kuanzia mapinduzi, mna kocha mpya. Unajisikiaje na huyu kocha, una matumaini naye kiasi gani? Mimi kwa upande wangu nina matumaini. Kikubwa ninachoomba kwamba viongozi na sisi mashabiki tuweze kumpa ushirikiano. Wapinzani wajipange, balaa jipya ndani ya ligi kuu ya NBC, balaa jipya kwenye michuano ya CAF limeshaingia. Mimi nikwambia tu ile timu ya Mishangazi FC ijipange. Timu gani tena? Inajulikana Mishangazi FC, kwa maana huwa Mishangazi ikitoka kwenye timu kadha hapa nchini huwa inaenda kunani pale. Ile Mishangazi FC wajipange. Sawa, nimesikia kuna kuhusiana na swala la umoja wa vilabu. Kuna vilabu vimeingia kwenye umoja wa vilabu unaoongozwa na mwenyekiti wake Engineer Hersi Said. Simba wamesema watajaribu kupitia kuona mambo yanakuaje kwa maana ya viongozi. Wewe kama shabiki unaona Simba waingie kwenye huu umoja wa vilabu ama wabaki huko ambako wapo? Kwanza muasisi wa hili jambo anaendeshwa na mihemuko. Hana ule utashi na uzalendo wa taifa. Kwa hiyo tutajifikiria kwa kina. Muasisi yupi? Huyo ambaye anazungumzia umoja wa vilabu. Sasa anaendeshwa na mihemuko. Hayupo kwenye weledi. Kwa hiyo neno tukasema tu ni chao. Kwa hiyo tuachane naye kwanza, na hili swala lipo kwa viongozi wa ngazi za juu zaidi, wao ndio watakaotoa maamuzi ya mwisho. Wakitoa maamuzi ya kuingia mnawasupport? Tutawasupport. Kwa maana maamuzi ya kutokuingia ni viongozi wetu. Kwa hiyo kile watakachokifanya hata kama wanaharibu, tutakuwa nao hadi mwisho. Bana, sana kila la heri.